Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe ili kufikisha muziki kimataifa. Msanii anapaswa kuzingatia ubora wa juu wa utayarishaji na kufanya ushirikiano wa kimataifa na kutumia majukwaa ya kidijitali na kujenga chapa imara. Mambo muhimu ni pamoja na kutengeneza nyimbo zenye vionjo vya kipekee, matumizi ya mitandao ya kijamii na usimamizi bora wa kazi. Hapa kuna mambo 8 ya kufanya ili muziki wako uweze kufika kimataifa. Moja ni kuzalisha muziki wenye ubora wa juu, yani high quality production. Hakikisha sauti ya wimbo, yani mixing pamoja na mastering, imefanywa kitaalamu ili iweze kuchezwa kwenye radio na majukwaa mengine kote duniani. 2 ni kufanya ushirikiano, yani collaboration na wasanii wa nje. Kushirikiana na wasanii wa nje, yani kufanya collaboration, ni njia madhubuti ya kukuza muziki wako. Husaidia kupanua wigo wa mashabiki kimataifa, kubadilishana uzoefu na ujuzi wa kiufundi na kuongeza ubora wa kazi. Ushirikiano huu huleta mtindo mpya wa sauti na kuimarisha muziki kupenya katika masoko mapya ya nchi zingine. Hapa kuna faida kuu za kushirikiana na wasanii wengine au wasanii kutoka nje. Kupanua soko. Nyimbo za kushirikiana, yani collaboration, husaidia wasanii kujulikana katika nchi za wasanii wenzake, hivyo huongeza idadi ya mashabiki. Faida nyingine ya kushirikiana na wasanii wa nje: kubadilishana uzoefu wa kimbinu. Wasanii hujifunza mbinu mpya za utengenezaji wa sauti, yani production, na mitindo ya kuimba kutoka kwa wenzao ambao wameshaendelea kimuziki. Faida nyingine ya kushirikiana na wasanii wa nje: huongeza ubora wa video na sauti. Mara nyingi ushirikiano wa kimataifa huambatana na uwekezaji mkubwa katika studio za kisasa na video zenye ubora wa juu, jambo ambalo linavutia watazamaji na wasikilizaji wengi katika kazi yako. Faida nyingine unayoipata pale unaposhirikiana na wasanii kutoka nje: unapata ubunifu na mitindo mipya. Kuchanganya tamaduni tofauti za muziki huleta ladha mpya na ya kipekee inayoweza kupendwa na mashabiki wengi. Mfano hai kama wasanii wa Bongo Flava kama Diamond Platnumz hufanya kazi na wasanii kutoka Kongo, mfano Koffi Olomide, au Afrika Kusini. Hii imethibitishwa kuwa ushirikiano huu husaidia sana kukuza muziki wa Tanzania na kupaa kimataifa. Jambo la 3 la kufanya ili muziki wako uweze kupaa kimataifa: matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Kutumia majukwaa kama Instagram, TikTok, Twitter husaidia kujitangaza kote duniani. TikTok ni muhimu sana kwa kusambaza nyimbo kwa haraka zaidi na kuwafikia watu wengi. Mitandao ya kijamii inakuza muziki kwa kiasi kikubwa kwa kurahisisha wasanii kuwafikia mamilioni ya mashabiki duniani, kutangaza kazi mpya na kuingiliana moja kwa moja na wasikilizaji. Mfano ni kama Instagram, TikTok, YouTube hufanya kazi kama nyenzo ya kisasa ya kutangaza muziki. Jambo la 4 la kufanya ili muziki wako uweze kupaa kimataifa ni kusambaza muziki kwenye majukwaa ya kidijitali. Majukwaa ya kidijitali kama Spotify, YouTube, TikTok pamoja na Audiomack yanakuza muziki kwa kiasi kikubwa kwa kuongeza utulivu, kurahisisha usambazaji na kutoa fursa za kipato kupitia utiririshaji, yani streaming. Inawezesha wasanii wengi kufikia hadhira ya kimataifa papo hapo. Jambo la 5 ni kutengeneza video nzuri zenye ubora wa kimataifa. Video nzuri inavuta watazamaji na inasaidia wimbo wako kusambaa kwa haraka kote duniani. Jambo la 6 ni kutafuta wasimamizi wazuri, yani management nzuri. Wasimamizi wazuri wanaweza kuunganisha muziki wako na watangazaji au lebo za kimataifa. Uongozi bora katika muziki unahusisha maono, usimamizi madhubuti wa vipaji na uelewa wa biashara ya muziki ili kuleta mafanikio na kupaa kimataifa. Viongozi bora kama vile mtendaji mkuu wa kampuni ya muziki hujenga utamaduni wa ubunifu na kuhamasisha timu na kudumisha ushirikiano. Jambo la 7 la kufanya kwa wewe mwanamuziki ili muziki wako uweze kupaa kimataifa ni kufanya matamasha na ziara mbalimbali. Kujitangaza kupitia maonyesho ya moja kwa moja. Unaweza kujitangaza kupitia maonyesho ya moja kwa moja hata nje ya nchi. Hujenga mashabiki na huleta mkusanyiko wa mashabiki wengi na kufahamika zaidi na kujikusanyia mashabiki wengi kote duniani. Jambo la 8 ni kujitangaza na kutafuta masoko na kutumia mbinu mbalimbali za kimasoko. Wekeza kwenye matangazo na peleka nyimbo kwenye blog, radio pamoja na TV za kimataifa ili wimbo wako uweze kupigwa. Pale unapopigwa wimbo wako ndipo utakapojikusanyia mashabiki wengi, na hii itategemeana na namna ambavyo kazi yako
wako umeiandaa, ubora wa video, sauti na namna watazamaji watakavyoiangalia kazi yako. Asante, endelea kuwa na Kiko Media, endelea kusubscribe kwa kazi zaidi ambazo tunakuletea hapa ndani ya Kiko Media. Asante na kwaheri.